Kama mlivyotangaziwa kwamba hapa pana aqdi, na mara nyingi katika minasaba kama hii huwa tunatoa nasaha imma kabla ya kufungwa aqdi au baada ya hapo, ala hasabi alhali walwadh. Lakini tunatoa nasaha hizi kutokana na hali ambayo iko hivi sasa, waoaji wengi hasa vijana, kuna mwamko mkubwa walillahi alhamdu wa watu kuoa tena kwa njia ya taaddud, kinyume na hapo zamani, yani watu kuoa mke zaidi ya mmoja kwa kufuata sunna. Kuna baadhi ya makabila wao huoa zaidi ya mke mmoja, lakini kwa kuwa ni mila ya kabila lao, ikawa mtu akiwa mke mmoja au watu wakiwa wawili huchekwa kwamba dhaifu na mke anachoyo, mbona haongezi. Kwa hiyo katika fakhari kwao ni mtu kuwa na wake wengi, na wanawake wanasikia fakhari hilo. Wengine wakaoa zaidi ya wake wanne, wakaoa wanawake watano, sita na kuendelea. Lakini kiuislamu mwisho ni wanawake wanne, na watu sasa hivi hufanya sana jambo hili kwa kufuata utaratibu huu wa dini, kwa sababu una masalihi mengi ya kisheria, kuna masalihi mengi, maslaha mengi kabisa. Kihakika hasa mwanamume aliyekamilika, kijana mwenye nguvu zake, kubaki na mke mmoja ni udhalili. Huo ndio ukweli, ni unyonge wa hali ya juu. Ukikaa naye wakaa naye tu kwa unyonge, lakini hali ngumu sana. Sasa Uislamu ukatoa fursa hiyo wa watu kufanya taaddud katika jambo hili, na alhamdulillah watu wakawa na ujasiri katika kulifanya hili. Allah yubarik fina wa fikum. Na wengine watamani, lakini sasa ataanza vipi? Akianza tu basi mwanamke atadai nyumba, atadai viwanja, kwamba tulituma sote, ilikuwa hivi, kesi mahakamani, mara huku utasumbuana. Kwa aogopa hata kumwambia, atazungumza huko maskani huko, lakini anatamani, lakini hawezi kufanya kutokana na aina ya wanawake mwanamke alimchagua na mujtama au jamaa na familia aliyoingia. Hii hali ipo, lakini alhamdulillah watu wengi wapata ujasiri katika jambo hili, na upande wa wanawake nao wakawa wanalitarajia hilo kwamba wakati wote hapa utapata mwenzangu, jambo litabadilika, na wakalifanyia subra jambo hili. Wengi wao wakalifanyia subra, wengine wakakosa subra. Alhasil ni kwamba wakati umebadilika, watu wengi wanajitahidi katika shababu, Allah yubarik fihim, katika kuitekeleza sunna hii ya taaddud, na ina masalihi mengi ambayo siwezi kuyataja kwa sasa hivi. Siku nyingine nitakuja kueleza masalihi yanayopatikana katika taaddud, na watu wasije wakaona kana kwamba ni jambo la kama ni masala kama ya utani hivi, ni masala ya kuigaiga, ni hayana maana, watu wakayacheka na wakayapuuza. La, ni jambo la dini na lina maana kubwa sana. Lakini pamoja na hayo, sasa nasaha, jambo hili tunaloliingia lina mitikisiko mikubwa sana. Hal rakibta albahr, taulizwa ushawahi kusafiri baharini wakati wa kusi? Basi kama uliwahi kusafiri baharini katika kipindi cha kusi kama hiki cha mwezi huu wa 6 Juni na Julai, ukisafiri kwenye bahari ya Hindi, ule mtikisiko wake nadhani unafahamika katika baadhi ya mikondo ukipita. Sasa masala ya taaddud ni mazito zaidi kuliko ule mtikisiko wa bahari. Usipoangalia unaweza kukimbia nyumba yako ukaenda ukatafuta mji ukaenda huko kwa sababu ya taaddud na vile vishindo katika nyumba. Sasa mwanamume anatakiwa awe makini sana katika wakati huu, na hili ni kutokana na maumbile ya wanawake, kwa kuwa wanaumia. Si jambo sahali tu kwamba atakubali tu atacheka kila wakati wote awe na furaha. Wamtaka awe na furaha kama ulivyokuwa na furaha wewe ya kuoa, yani wewe umefurahika kuoa na yeye pia afurahika. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima kutakuwa na mtikisiko ndani yake. Sasa mtikisiko huu, wewe mwanamume unatakiwa uwe kama ni captain katika meli, basi yule hulaya wa kuongoza kile chombo ili kivuke katika mkondo huu. Lakini jambo kubwa kabisa la kuliangalia ni kauli. Unatoa kauli gani wakati unapopishana na ahli yako, wakati umeingia kwenye jambo? Na kusudia yule wa zamani,
Maana huyu mpya huna neno naye, kwa sababu Waswahili wasema kipya kinyemi, japokuwa kidonda. Hata kama ni kidonda pale kipya, kila mara ukitazame, kila mara ukipangusa pangusa, kwa sababu ni kizuri, chatia hamu. Sasa huyu wa zamani usije kumuona nitakataka, ikawa kile akisema wamjibu wewe wamjibu vile unavyojisikia wewe. Kauli zako zinaumiza zaidi kwake yeye pengine kuliko hicho kitendo alichokifanya. Na vile vile mabadiliko yako, usimama katika uadilifu na kwa insafu na ahli zako, usimdhulumu yoyote, usimdhulumu yoyote, simama katika uadilifu, mpe haki yake. Haya ya huku nyumba hii ya huku yaache huku, kuna ya huku yaache huku, usihamishe ya huku kaileta huku. Akileta hapana, mimi niko hapa kwako, niko na wewe, mazungumzo yangu mimi na wewe sasa hivi ni mimi na wewe, kule achana nako kukuhusu, si katika bahari yako hii. Hivyo hivyo ukienda upande wa pili, lakini ukitaka kuchukua maneno ya huku unapelekea huku na huku, yani wewe mwenyewe unaanza kufanya fitna na majungu baina ya familia yako, utafeli. Kadhalika ili nifupishe, nasaha kwa akhawati wale ambao waume zao wanaingia katika masala ya taaddud, wanatakiwa wafanye subra. Hili jambo la kisheria, ni jambo la dini. Kuna wengine walipinga kusema kwani sunna ni hiyo tu? Kuna sunna ngapi? Bwana usiku usimame ukaswali wewe? Hii si ndio unaiweza? Watakiwa wewe ujitahidi katika lile jambo unaloliweza katika mambo ya sunna na mambo ya ibada. Hili haiweza. Kama waweza kufunga sana, funga. Waweza kuswali usiku sana, swali. Waweza kusoma sana Qur'an, soma. Lilo ambalo amekusahilishia wewe Allah. Wewe waweza kuoa. Kwa hiyo naliweza, alhamdulillah. Haya, tumemaliza hili. Kwa hiyo yeye afanye subra, asitaki kuipinga sunna hii. Lakini wengine uangalia hali, watoto hawana pampers, watoto hawana hivi, hajalipa kile, sasa yeye anakwenda kuongeza mke, na itakuwaje na hivi, waita hoja kama hizo. Hizi sio hoja za msingi, kwa sababu katika sunna imethibiti kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hufungua milango ya riziki katika taaddud. Kile unapoongeza masuhulia ndivyo riziki inapokuwa kubwa, fungu lako linagawanyika na wakubwa zaidi. Sasa kile unapoongeza masuhulia. Lakini pamoja na hivyo, narudi kwa wanaume, msiwasahau mkawatelekeza watu wenu. Ikawa wewe huna uwezo kabisa hata kumweka mke wako yule wa kwanza, huna mahali pa kumweka, mtafuta wa pili, ujue utakwenda kumweka wapi. Huyu mbona hujamweka mahala pake akatulizana? Hili si jambo la sawa, si jambo la sawa kwa sababu tu fulani kafanya. La, usifanye namna hiyo. Tulia katika jambo lako, mpe mtu testi yake. Sio kwamba sasa bwana mimi nina chumba na sebule, siku ya zamu yako utaingia chumbani, siku ambayo sio zamu yako utaenda sebuleni. Hii si adabu, si katika adabu za Uislamu. Tafuta kila mmoja na mahala pake, hata kama ni mahali pa kupewa, lakini awe na kwake. Kwa hiyo wakina mama watakiwa wafanye subra katika jambo hili. Na wengine hufanya fujo, wakawapiga waume zao, wakawang'ata. Mtu katolewa alama kangatwa, kama kanatwa kwenye kidole au kwenye shavu au wapi, kang'atwa, au kapigwa kigongo cha kusukumia mkate, kapigwa mwiko, karushiwa sufuria. Wengine wachomewa nguo, akuta pale nguo zake zile, kanzu zake nzuri za kuswalia hivi zimetiwa moto kwa ghadhabu alizokuwa nazo. Wengine wanavunja vitu ndani, na wengine wakavuka zaidi, wakina kwa wake wenzao wakawatukana, wakawafanyia jeuri. Sasa hii si haki kabisa, hii ni dhulma na itabaki kuwa ni dhulma. Wewe huna haki na mamlaka ya kutaaddi katika huquqi nnas. Ittaqillaha ayatuha al-amatu al-muslima ayatuha as-salafiyya, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hii si katika haki yako ukanyima haki ya mwingine, ukaingilia haki ya mwingine. La, si sawa, si sawa kabisa. Kwa hiyo wao watulizane katika mipaka yao. Tulia na ahli yako, kaeni muangalie mambo yenu, angalieni mustakbali wa watoto wenu na mengineyo katika mambo ya muhimu ya dini yaliyowazunguka, alafu mpime maslahi yake na mafsada yake, kuliko kuangalia jambo la ndoa. Huyu mume wangu, huyu akifa leo wewe waolewa kesho, ukimaliza eda tu hujaolewa. Mbona ukugasa yule mume wangu mimi nitakuwa naye peponi? Oweni vijana hao, wanawake hao, ukifa leo eda ikisha wanakwenda kuposta. Hata angalia kwamba alikuwa mume wangu, nimeishi naye vizuri na hivi. Kwa hiyo wewe umepewa fursa katika uhai, tumie, lakini kwa uzuri na kuwa na uadilifu ndani yake. Tutiana ujasiri kidogo, kuwa na uadilifu katika
katika hilo, wala usiogope, usirudi nyuma kuogopa maneno ya watu. Kwa hiyo lazimianeni na uadilifu na kuwa na tabia njema. Vijana wengi wako hawana tabia njema, kwa maana kauli zao ni mbaya na ahli zao, hawana huruma na ahli zao, hawana utu na ahli zao katika ndoa zao. Kwa hiyo mashtaka yamekuwa ni mengi, utasikia habari za ajabu kabisa kwamba huyu anaweza kufanya hivi kumfanyia ahli yake, lakini ni kesi zinakuja mbalimbali za vijana kuwafanyia ahli zao. Kwa hiyo ittaqullaha fi nisaikum, ittaqullaha fi nisaikum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mtamwachia walii sasa amuozeshe, na sisi tunaozesha kwa maneno machache tu.